Mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe. Katika kijiji cha Uvumbini kilichojulikana kwa vumbi lisilokauka hata kipindi cha mvua, ndipo nilipozaliwa. Jina langu naitwa Rafael. Tangu siku ya kwanza kuzaliwa, mama yangu hakuonesha hata chembe ya furaha. Siku alionizaa, machozi yake hayakuwa ya furaha ya kumpata mtoto, bali ya huzuni na majuto. Aliniona kama laana vile iliyomwingilia bila lizaa, mzigo mzito aliobeba kwa machungu. Kwa kweli sikuwahi kuhisi upendo wake. Alininyima chakula, akinipa kazi za watu wazima, huku akiwalea wadogo zangu kwa upendo na neema. Wao walikula vizuri, walivaa vizuri, walicheka vizuri pia. Lakini nami niliishi kama mbwa wa kulandalanda tu. Nililala njaa wakati mwingine. Niliamka mapema kabla hata ya jogoo kuwika. Nilifanya kazi nyingi za nyumbani nikiwa bado mtoto mdogo bado. Shuleni hali haikuwa tofauti na ile ya nyumbani. Wanafunzi walinidharau na kunizihaki sana kutokana na mavazi yangu yaliyokuwa yamechanika na kuchakaa kuliko shule nzima. Wote walinicheka kwa harufu ya mafuta ya kupikia nikiwa najipaka kwa kukosa sabuni na losheni. Waliniita mtoto wa laana, masikini wa milele. Jina langu la Rafaeli halikujulikana. Nilikuwa kama kivuli cha binadamu, wala sio binadamu tena. Kwa kweli yalikuwa ni maumivu makubwa sana. Ila siku moja nilishtakiwa kwa wizi wa pesa ambayo hata sikuiona. Mama yangu alinipiga sana, aliniambia nimemwibia hela, wakati hata akiwa naeka hela zake hiyo sehemu nilikuwa sijui. Alinipiga kipigo kama cha mwizi vile. Baba yangu alikuwa pembeni akinywa pombe yake. Alikuwa kimya, hata nitetei, kama vile halikuwa sikii kilio changu. Alinipiga sana mbele ya nyumba. Majirani walikuwa wamezoea kuniona nikinyanyaswa na kupigwa pia. Wangefanya nini? Hawana la kufanya, maana walishazoea. Ndipo nikakimbilia kwa mzee mmoja kipofu aitwaye Makangalawe. Ni muuzaji wa vitabu tu pembeni ya shule. Ingawa hakuweza kuniona, ila alionyesha upendo wa kweli, na maneno yake yalikuwa ya faraja. Ilikuwa kama dawa kwa roho yangu iliyojaa majeraha. Lakini usiku ulipowadia, niliporudi nyumbani, mama alinikemea na kunifukuza kabisa, huku wadogo zangu wakiona nicheka, na baba alikaa kimya bila kuongea lolote. Niliamua kwenda mjini. Sijui pa kufikia wala sijui ya kunipokea. Miguu, njaa na machozi viliongoza. Nikalala chini ya daraja nikisubiri asubuhi njema iwadie. Ilipofika alfajiri,
nilianza kujichanganya mjini hapo kama watu wengine. Mungu siku zote amtupi mja wake. Nilifanikiwa kupata kazi. Kazi yenyewe ilikuwa ni ya usafi tu, kwenye kefu moja iliyopo mjini. Siku moja mteja alipoteza kitu chake, nikamsaidia kukipata. Mmiliki wa kefu hiyo aliona moyo wangu wa kusaidia, akaniambia nianze kujifunza kutumia kompyuta katika ofisi yake. Nikawa natumia kompyuta zake kujifunza, nikimlipa katika usafi ambao anaufanya katika ofisi yake. Nilitumia fursa hiyo kujifunza program mtandaoni. Nilijifunza kwa bidii sana. Nikafanikiwa kutengeneza app yangu ya kwanza. Wengi walinicheka sana. Mtoto wa Uvumbini ajifanya mtaalamu wa program. Nilikuwa wakinionea kwa kunizihaki sana. Wengi walinena kwa maneno mengi ya kejeli. Lakini ndani ya mwaka mmoja nilipata mwekezaji na akaweza kuinunua app yangu. Nilipata mamilioni na niligeuka kuwa bilionea wa ghafla. Majina yangu yalienea mitandaoni, na sio tu bilionea bali bilionea mkubwa. Mama yangu alionekana katika mahojiano akidai kwamba nilikuwa simjali, simtafuti wala kumpigia simu. Wakati toka niondoke nyumbani kwake aliponifukuza, hakuwahi kunitafuta hata kujua naendeleaje, na hata namba yangu hakuwa nayo, hata mimi pia sikuwa nayo. Waandishi wa habari waliandamana, wengine waliandika makala mitandaoni kuwa bilionea amkana mama yake, wengine wakisema bilionea lolaaniwa na mama yake. Kila mtu alikuwa na lake la kuongea. Uvumi mwingi ukiendelea katika mitandao ya kijamii. Siku moja nikaamua kutembelea katika kijiji changu cha Uvumbini. Waandishi walipotambua kwamba naenda kijijini kwetu, walijaa kila kona. Nilitembea siku hiyo mpaka nyumbani kwetu, nyumba ile ile ya udongo, lakini sasa ilikuwa imechoka zaidi. Mdogo wangu aliyekuwa akinicheka zamani hizo kwa kukosa chakula na kupigwa kwa kipigo cha mbwa koko, alikuwa amepauka pau kama vile mzee. Nikamuuliza, mama yuko wapi? Alinong'ona kwa sauti ya huzuni, yuko ndani. Nikaingia mpaka ndani. Nilimkuta mama amekaa katika kiti chake alichokuwa kikipenda sana, akibubujika kwa machozi ya kinafiki na kusema, mwanangu, nakupenda, nisamehe mwanangu. Alisema kwa sauti ya kujigonga gonga, lakini ndani yangu hakukuwa na chochote, wala sikuwa na hasira wala huluma yoyote. Nilikuwa mweupe piu. Kwa kweli sikuongea naye hata neno. Niliondoka na kwenda katika shule niliyosomea. Niliokuta wanafunzi wako madarasani, ikapigwa kengele ya dharura. Nikaenda kuongea na walimu na wanafunzi pia. Niliwasaidia wanafunzi yatima na wale wenye mahitaji muhimu. Kwa kweli baada ya hapo nikaamua kwenda katika ofisi ya mkurugenzi wa kijiji.
Niliwaahidi kuwajengea hospitali kubwa ya kisasa, na baada ya miaka hospitali ikawa tayari. Nikaamua kuita jina la mzee yule aliyekuwa akinifariji, aliyekuwa nuru yangu gizani. Sikuipa ile hospitali jina la mama yangu wala baba yangu, bali nilimpa jina ya yule mzee kipofu. Watu walinipenda na kuniita mkombozi na shujaa wa uvumbini. Na miaka mingi baadaye ilipita, ndipo ukweli ulipofichuka. Mama hakunichukia kwa sababu ya chuki ya moyo, bali kwa sababu ya machungu aliyobeba. Baba yangu wa kufukia aligundua kuwa mimi sikuwa mtoto wake wa damu, hivyo alimtesa mama kwa mateso ya kimwili na kiakili. Ndipo mama alijikuta akinichukia kama kiwakilishi cha adhabu aliyopata kutoka kwa mumewe. Ndipo kaniita majina mengi kama vile laana, uliolaaniwa, kaza na kaza. Lakini mimi sasa si laana tena, bali mimi ni mtoto niliyekuwa baraka sasa. Na kama kuna laana moja duniani, basi ni ile ya kupoteza mtu kabla hujagundua thamani yake. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa simulizi zangu, hebu toa comment hapo chini. Ungekuwa wewe ndio Raphael, ungefanya nini kwa mzazi wako? Usisahau kushare na kucomment na kusubscribe. Ni mimi msimulaji wako King Suya. Bye.